Mwezi Julai huwa ni mwezi wa maonesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambayo kwa mwaka 2025 mataifa takribani 31 ikiwemo Urusi yanatarajiwa kushiriki maonesho hayo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Latifa Hamisi, amesema mwaka huu Tanzania itaanza kutumia nembo rasmi ya Made in Tanzania. Latifa amesema katika maonesho hayo yatakayoanza Juni 28 hadi Julai 13 mwaka 2025 zitatumika tiketi za kielektroniki kupitia mtandao wa Yas ili kurahisisha huduma kwa wateja wanaofika katika maonesho hayo. Mnafahamu lengo la maonesho haya, lakini kwa ujumla maonesho haya ni kutoa fursa kwa wadau mbalimbali wa nje ya dunia na wa hapa, yani wa nje ya Tanzania na wa ndani ya Tanzania, ili kuweza kufanya biashara, kukutana, kufunga mikataba, lakini kubadilishana teknoloji, kubadilishana ujuzi. Pia maonesho haya yamekuwa ni nafasi kubwa kwa wanafunzi wetu mbalimbali wa Tanzania wanaosoma katika vyuo vikuu mbalimbali. Wanatumia maonesho haya ni kama eneo la kujifunza, lakini la kufanya field pamoja na kupata kujua masuala mbalimbali na kufanya research pia. Matumizi ya tehama pia katika maonesho haya yamezingatiwa sana katika maonesho 49. Kwanza kupitia maombi ya usajili. Kwa hiyo washiriki wengi mara hii mpaka sasa wameweza kuomba katika mfumo wetu unaitwa SAMS, Space Allocation Management System. Kwa hiyo tumepunguza ile harakati ya mtu kuja pale Sabasaba kuonana na mtu kufanya booking ya banda. Kwa hiyo watu wengi wameweza kuomba kupitia mifumo mpaka saa hizi na wanaendelea kuomba. Lakini matumizi ya electronic ticket yanaendelea. Mwaka huu tumeshafanya maongezi, watafanya kupitia mtandao wa Yas. Kwa hiyo watu wataweza kukata ticket kupitia kwenye mitandao hiyo. Kwa hiyo hata ile foleni itapungua, lakini swala kukata physical lazima iwepo. Hatutoweza kuiondoa moja kwa moja. Kutakuwa bado kuna watu ambao wanatarajia kukata pale pale wakiingia. Na ndio mambo ya system. System maana yake ni kwamba una adapt to new system, lakini ile ya zamani unaendelea kuiacha kidogo kidogo, unaiondoa kidogo kidogo. Na kutakuwa na masuala ya zoezi la uchaguzi wa banda bora kupitia ndani ya mifumo. Kwa hiyo kupitia mkutano huu wa leo na ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa wananchi, washiriki wetu mbalimbali waweze kujiandikisha ushiriki wa zoezi la ujaji. Kufanywa judging, wanafanya application na kupitia mifumo tutafanya zoezi hili maonyesho yatakapoanza kuanzia tarehe 28. Kwa hiyo wale wote watakaopenda kushiriki kwenye zoezi hili, basi kupitia mfumo wetu wa SAMS wataweza kufanyiwa judging, ambapo zoezi hili ni zoezi ambalo lina transparency kubwa. Majaji wanatembelea, lakini yale matokeo na vile vigezo wanaposti moja kwa moja wakati wanatembelea yale maeneo, yanaingia kwenye mfumo unajihisabu, na sio yale ya kukaa kuonana jaji na jaji. Kila mmoja na maoni yake anaingiza, mfumo unajihesabu, mshindi anapatikana. Mpaka sasa tuna mataifa 15 mpaka leo hii tayari yamethibitisha ushiriki, na tunatarajia kwa sababu mwaka jana ni 28, target yetu yaongezeke tufikie 31 target yetu, na tunapenda yao yanaongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kuwasiliana na balozi zetu mbalimbali, na balozi zinafanya kazi vizuri sana kwa sababu balozi zimechangamka, zinatuuliza masuala mbalimbali, washaanza kutuletea wadau. Na mpaka sasa kampuni za nje tumeshapata 24, na jumla ya washiriki wote mpaka sasa tuna 395. Na kutakuwa kuna siku ya Made in Tanzania. Kama mnavyofahamu, TanTrade kama ni mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, tuna jukumu la kutangaza bidhaa na huduma za Tanzania. Kwa hiyo kuna siku maalum tarehe 5 ya Made in Tanzania Day. Washiriki wote wataweza kushiriki hii ni siku maalum ya kupromote ile kampeni maalum ya uzalendo, nunua bidhaa za Tanzania, jenga Tanzania. Na kama kipindi cha nyuma tulivyoweza kuleta kwenu ndugu waandishi wa habari, tulikuwa tuna swala la kuzindua logo maalum ya Made in Tanzania. Siku hii mtaweza kuishuhudia hiyo logo ya Made in Tanzania, na hiyo ndio logo ya Tanzania ambayo kila Mtanzania, kila bidhaa, kila huduma itabeba. Kwa hiyo kutakuwa kuna siku hii ya tarehe 5, na
hiyo logo tutaweza kuiona na kuanza kuitumia, lakini kutakuwa kuna siku za mataifa mbalimbali ambapo tayari kuna baadhi ya mataifa yameshathibitisha. Mojawapo ni taifa la Urusi, watakuwa wana siku yao ambayo itakuwa tarehe 9. Tarehe 8 kutakuwa ni Zanzibar Day. Zanzibar Day ambayo kutaonesha utamaduni wa Zanzibar, utaoneshwa bidhaa za Zanzibar, vipaumbele vya biashara, vipaumbele vya huduma vitaweza kuonyeshwa siku hiyo. Na taifa la Urusi itakuwa ni more as B2B pamoja na promotion. Watanzania watapata fursa, wafanyabiashara ambao wataweza kukutana na wadau mbalimbali. Na hizi siku maalum za hizi nchi tumeziweka ni miongoni mwa corporate, mashirika na wafanyabiashara wakutane, kwa sababu tunajua kuna wengine ambao sio washiriki wetu, wako nje mitaani. Wanapokuja kutembea tu, wasije kutembea tu, wengine ni wafanyabiashara, wapate fursa ya kuonana na wale washiriki wa nchi ambao wamekuja pale kufanya biashara na kufanya makubaliano mbalimbali. Kutakuwa kuna siku ya Haryana Day ambayo ni India hii, ambao wao wanakuja, na kama tunavyojua Haryana wanaongoza kwa ICT na kilimo na utengenezaji wa magari. Kwa hiyo na wao pia wana siku yao maalum, wataweza kuja na viongozi wakubwa wa jimbo lao wataweza kushiriki kwenye jimbo hili. Kwa hiyo kutakuwa kuna delegation ya serikali isiyopungua watu 55. Na tunaendelea kupokea uthibitisho wa nchi mbalimbali ikiwemo China, na wao wana National Day yao. Kwa hiyo tunaendelea kupokea hadi hapo kufikia June, mwisho wa mwezi wa June tutaweza kuwa na programu ambayo ina idadi ya nchi kamili na National Day.